Ni Donald Trump, rais wa Marekani, ambaye amerudi na sera ambazo zinaonekana zina ubaguzi dhidi ya mtu mweusi na Waarabu, lakini pia anaonekana na chuki za wazi kwa bara la Afrika. Je, maneno yote haya ambayo Trump anaongea maneno ya uongo ya kutusingizia Waafrika ama anaongea ni sahihi? Sasa miongoni mwa hotuba zinazothibitisha hilo ni hii aliyotoa mnamo Februari mwaka 2025. Ni hotuba ambayo haina siku nyingi sana. Nakuletea kwa lugha ya Kiswahili ili upate kufahamu alichokizungumza juu ya Waafrika na Waarabu. Alianza katika hotuba yake kwa kusema kwamba hatulazimiki hata kwa sekunde moja kujaribu kuthibitisha kwa mtu yeyote, na hasa kwa watu weusi na Waarabu, kwamba sisi ni watu bora zaidi. Tumedhihirisha hilo kwa watu weusi na Waarabu kwa njia zaidi ya 1100 na zaidi. Marekani tunayoijua leo hii haikuundwa kwa matamanio. Tuliumba kwa gharama ya akili, jasho na damu. Hatujifanyi kama wazungu wengine kwamba tunawapenda weusi, lakini tukubali bila hofu yoyote kwamba hatuwapendi. Na kwa hivyo sababu nyingine halali ukweli kwamba weusi na Waarabu wanafanana na binadamu wengine sio lazima kuwafanya kuwa binadamu wenye akili timamu. Heidegger sio nungu na mijusi, sio mamba kwa sababu wanafanana. Kama Mungu angetutaka tuwe sawa na weusi na Waarabu, angetuumba sisi sote kwa rangi moja na akili, lakini alituumba tofauti. Wazungu, weusi, wanjano, watawala na watawaliwa. Kiakili sisi ni bora kuliko weusi na Waarabu. Hilo limethibitika bila shaka kwa miaka mingi. Ninaamini kwamba Mungu ni mtu mwaminifu, mcha Mungu ambaye ameonyesha kwa vitendo njia sahihi ya kuwa binadamu. Kwa sasa kila mmoja wetu ameona kwa vitendo kuwa weusi na Waarabu hawawezi kujitawala. Ninaamini kwamba mzungu ni mtu mwaminifu, mtu mcha Mungu ambaye ameonyesha kwa vitendo njia sahihi ya kuwa binadamu. Kwa sasa kila mmoja wetu ameona kivitendo kuwa weusi na Waarabu hawawezi kujitawala. Wapeni bunduki watauana. Watu weusi na Waarabu hawafai kitu kingine ila kufanya kelele, kucheza, kuoa wake wengi, ulevi, uchawi, kufanya ngono, kujifanya kanisa, wivu, kupigana na kulalamikia uongozi mbaya, lakini bado kukataa kuchukua hatua madhubuti na kupinga kuondoa wanyang'anyi kwenye nafasi ya madaraka. Sote tukubali kwamba mtu mweusi ni ishara ya umaskini, ubuni wa akili, uvivu na kutokuwa na uwezo wa kihisia. Ili kufanya mambo kuwa mabaya zaidi, anaweza kufanya kila liwezekanalo kutetea upumbavu wake. Wapeni pesa za maendeleo, watapigania na kujitengenezea chuki na uadui. Wachimbieni visima vya mafuta na hawatakuwa na amani siku zote za maisha yao. Kwa mfano, ona kinachoendelea Nigeria, nchi iliyobarikiwa kuwa na rasilimali nyingi, Sudani Kusini, Malawi, DRC, kwa kutaja machache tu hayo. Hii inathibitisha kuwa mtu yeyote pamoja na mjinga kwamba Waafrika hawajui wanachotaka. Je, hii haikubaliki? Ni kama nyani wanaotafuta ndizi ambayo tayari inararua dunia nzima. Kwa hiyo mzungu ameumbwa kumtawala mtu mweusi. Waafrika watakuwa na ndoto za mchana daima. Na huyu hapa kiumbe mtu mweusi amekosa kuona mbele, ila anaona tu yaliyo karibu yake na bado anashindwa kujua nini cha kufanya. Mtu mweusi ni mjinga kiasi kwamba hawezi kupanga maisha yake zaidi ya mwaka mmoja. Kwa hiyo wanawezaje kukua na kuishi maisha marefu zaidi? Rushwa katika nchi za Magharibi na Uchina ni chukizo kubwa, lakini kwa Afrika ni kubwa sana kiasi kwamba pole inakuwa njia inayokubalika katika maisha. Aibu, sivyo? Aliuliza Trump. Wanaimba na kushangilia viongozi wao wa kisiasa mafisadi. Wanaabudu viongozi wao wa kidini waliojawa na kashfa kama miungu yao. Usije ukasahau kwamba hawa wanajiita Waafrika, wanasifu, wanacheza na kuombea watu waliofukarisha, na wanakuja kuficha nyara zao Ulaya na Marekani. Alafu kuna mjinga yupi anaibisha kuwa mtu mweusi hakuzaliwa ombaomba? Anakuwa ombaomba, anaonekana ombaomba, anaumwa kama muombaji, anakufa akiwa ombaomba. Hii inathibitishwa zaidi na hii hoja. Na shangani kwa nini hata mpaka sasa Waafrika wengi bado wanaenda shule kwa nguvu, na walio shuleni ni waathirika wa madawa ya kulevya tu, hawajui kilichowapeleka huko.
huu ni ujinga wa ujauzito wa bara la Afrika. Mwili wa Afrika ni ardhi yenye rutuba sana kwa magonjwa yote duniani, kwa sababu hawaogopi hata ukimwi na kadhalika. Hii inaniachia swali, je, macho yameumbwa sawa na Waafrika hao? Nasikia bado kuna tamaduni barani Afrika zinawakataza kutumia vyoo, jambo ambalo linaniudhi sana. Walililia uhuru lakini wameshindwa kujitawala. Kwa hakika kuwa Mwafrika ni ugonjwa usiotibika, hata maombi hayatoshi. Wana madini lakini hawawezi kufanya chochote. Kwa hiyo tuende wazungu Afrika tukachukue tunachoweza na kuacha kisichokuwa na manufaa yoyote. Umaskini ni ugonjwa kwa wazungu, lakini kwa weusi ni jambo la kawaida sana. Angalia kile kinachoendelea kwa sasa katika bunge la kitaifa la Nigeria. Wabunge wanarekebisha katiba ili kujipendelea wenyewe kwa gharama za Nigeria milioni 200. Utawala huo hasa unautazama, je, una mpango wa kiuchumi? Badala yake ni propaganda za uongo yenye sifa ya chuki na uinwaji wa wachawi na umaskini. Wengi wa wabunge hao ni waporaji wa hazina za taifa ambao ni tasa kifikra, lakini wanatumia mali iliyopo kiharamu kuwakandamiza raia wa nchi hiyo. Aibu iliyoje, ni aibu iliyoje. Watu weusi wenye akili nyeusi, wana rais mgonjwa huko London anafanya utalii wa matibabu. Janga kubwa zaidi barani Afrika ni kwamba ukithubutu kusimama na kutetea kilicho sahihi, unaweza ukaishia kujuta na kuharibiwa. Waafrika wachache wenye busara na akili wezi waliojaribu kuelimisha wapumbavu hawa kuhusu ustaarabu wanakutana na mabaya zaidi. Wanasukumwa kwa nguvu ukutani, wanyamazishwa na wengine kuuawa. Kabla sijamaliza, wacha niwaambie Waafrika kwamba kabla hamjakurupuka na kuniita mbaguzi wa rangi, chuki dhidi ya watu weusi au neno lolote mnalotaka kutumia dhidi yangu, festi, track run, corruption, ugaidi wa kutisha, ukabila, umaskini, ukosefu wa ajira, magonjwa, kutokujua kusoma na kuandika, ujinga na ukosefu wa usawa, mambo ambayo yako bara zima linakaribia kuporomoka. Nichukie au nipende, sijali. Najua huu ni ukweli mtupu ambao hautowahi kuona mwanga wa siku kwa uoga wanaogopa kuambiwa jinsi ilivyo. Trump amekuwa ni rais ambaye mara zote amekuwa pepesi macho juu ya viongozi wa Afrika, juu ya tamaduni za Kiafrika, akieleza kwamba Waafrika wanapaswa kujisimamia na kujitawala vizuri kwa kufuata demokrasia, lakini pia kuzingatia rasilimali zao, kuzigeuza kuwa fursa na kujitawala wenyewe bila kutegemea misaada. Na ndio maana miongoni mwa hatua alizozichukua ni nchi ya Marekani kusitisha misaada yake katika shirika la afya duniani. Kama haitoshi, amesitisha misaada yake katika shirika la wakimbizi duniani, huku akitaka Afrika iweze kujisimamia na kuwataka Wanaafrika kutumia demokrasia kuwapata viongozi ambao wanaamini wanaweza kuleta maendeleo katika nchi zao na kuwa wazalendo. Arapesi wangu hapo mzee Njewike, mshahara wake kuna mtu pale manispaa mdogo kwa anapokea mdogo tu, tena kwa level tofauti ya elimu. Sasa sijajua sio ni laana huko tumelaniwa. Na wakati huo natazama kada zinazolizunguka. Mimi mke wangu ni mwalimu. Mimi nina miaka 27 sasa kazini. Mke wangu ana miaka 15. Lakini yeye mshahara wake ni mara mbili yangu mimi. Kwa elimu ile na nimemzidi pia elimu. Sasa najiuliza swali, baba mmoja, watoto wa baba mmoja, kwa nini tuna vipato tofauti? Kwa nini sisi katika serikali hii, Mheshimiwa Waziri, mfanyakazi form 4 wa polisi, wa uhamiaji, wa TRA wanapishana kabisa vipato kwa level za juu sana? Katika manispaa hii hapo mbele una makamishna waandamizi, una makamishna wasaidizi. Kwa nini mipango ya Waafrika inaangalia ukoo wako utaishije? Yaani inaandaa mazingira ya mtu ukoo wake utaishije, bila kuibeba nchi mama, bila kuangalia kwa sababu nchi mama ikiharibika, nchi ikiharibika, ukoo wako utaharibika. Hautaweza kuwafikia wote wakaweza kupona. Hata kama umejiwekea kwamba kuna usalama fulani, bado tu utafikiwa tu, kwa sababu binadamu ni binadamu.
akiwaza kufanya mabaya atafanya mabaya. Haya anayoongea Trump, je, anaongea ni uongo au amewatukana wa Afrika? Mimi naona anachoongea ni sahihi, hata hivi bado hajatuelezea vizuri wa Afrika. Usiseme ni wewe tu, hata wewe umo. Kwa nini unaiacha nchi inaangamia, inakuwa kwenye mazingira ya taabu ambayo ni changamoto? Ukiangalia nenda kokote kule unakuta ni vita tupu. Nenda kwenye mazingira yoyote ni changamoto tupu. Sisi tukirudi sema nchi yetu ina amani. Haina amani hata kidogo, kwa sababu kuanzia mimi nalia. Sasa utaniambiaje nina amani wakati nalia? Wako wengine wanalia. Utasemaje kuna amani wakati unalia? Au unasema tuna amani kwa sababu wewe hujafikiwa? Ndugu, usitukane mamba kabla hujavuka mto. Ninapoonya na kukemea mabaya yoyote, sio natukana mamba kabla sijavuka mto. Na kemea ili urudi kwenye ubinadamu, kwa sababu Biblia inapenda kuzungumza sana katika Isaya 1:17, wateteni walioonewa. Angalieni wajane, sijui nini, unakuta vitu vingi pale amevizungumza. Wateteni wajane, wateteni kwenye maombi, ama angalia mazingira wanayoishi. Jamani, tutazungumza kuhusu uharibifu wa dunia unavyokwenda. Leo hii vitu ambavyo vinawachekesha sana ni vitu ambavyo vinasikitisha sana. Mtu akizungumzia kuhusu uchi ndio kitu ambacho kinawachekesha. Yana kishazungumzia kuhusu uchi, zina. Hicho ndio kinawafanya mchekecheke. Yaani mnajiona kama mko mjini, kumbe ndio mnapotelewa na akili kabisa. Alafu Trump ameliongea hilo. Kujiachia na kufanya chochote, kufanya uzinzi wowote. Na mtu azini na mwanamke hana akili kabisa, kwa sababu akili yake inabaki tu kwenye uzinifu. Anashindwa kufanya mambo yaliyo sahihi. Kwa hiyo ubinadamu sahihi, tujaribu kwa pamoja kuishi ubinadamu sahihi, ili tujikuamue kwenye haya matusi, kwa sababu haya ni kweli ndivyo yalivyo. Hata ugome ndivyo ulivyo. Kwa nini umekaa kimya wakati watu wanapotea? Kwa nini umekaa kimya wakati watu wanalia? Kwa nini umekaa kimya? Tunahitaji kujikomboa ili Afrika yetu iwe na amani.